Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kumshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kunipa heshima siku ya leo kuwa mgeni rasmi kwenye kongamano hili la vijana ambalo limefanyika hapa. Binafsi nimefarijika sana kukutana na vijana ambao ni vibrant, wakifanya mambo makubwa sana. Kwa kweli vijana wa Iringa wanafanya kazi kubwa sana. Nimeona pale mageuzi makubwa ya kutengeneza wine ambayo iko fully packaged, yani bidhaa ambayo unaweza kuuza hata kimataifa. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa sana kwa vijana, na hii ni motisha kwamba vijana wakiaminiwa wanaweza. Sisi leo hapa tulikuwa na watu wa mada mbalimbali, na mada mbalimbali zimezungumzwa hapa, za kiuongozi, za kiuchumi, umuhimu wa kulinda afya zetu. Na naamini vijana hawa siku ya leo wameondoka hapa wakiwa wamepata maarifa makubwa sana. Na mimi nilipopata nafasi ya kuzungumza, kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuwapitisha vijana kwenye success story yangu, waweze kujua mimi kama kijana mwenzao nimetoka wapi mpaka hapa nilipofika, na hatua zipi ambazo nimepitia ambazo kimsingi zitaenda kuwajenga na wao katika safari zao za maisha. Moja, nimewaambia umri wa kutengeneza maisha ni umri huu wa ujana. Hakuna umri mwingine ambao kijana unaweza kupiga hatua. Tunategemea mafanikio, mageuzi makubwa yatafanyika katika umri huu wa vijana. Na Mzee Mkapa aliwahi kusema, unaweza ukawa kijana una akili za kizee, au unaweza ukawa mzee una akili za ujana. Kwa hiyo ujana ni tunu kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo vijana tutumie nafasi hii ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia tukiwa na nguvu na ari na uwezo kuhakikisha kwamba tunapambana. Lakini la pili, nimewaambia uthubutu. Nimewaambia chini ya jua hapa hakuna kinachoshindikana. Nina uhakika hapa meza kuu wote tumetokea kwenye familia maskini kabisa, kama ambavyo wenzetu waliokaa huku walikotoka. Uwezo wa kuamua kubadilisha maisha yako uko mikononi mwako. Ni mindset change tu. Yaani wewe fikra zako, hapa tulikuwa tunauliza kati ya mitazamo na kati ya ujuzi, kipi ambacho ni kikwazo kwa kumkwamua kijana kiuchumi? Wapo waliosema ujuzi, wapo waliosema mitazamo, lakini mitazamo ni mindset. Na mimi narudi kule. Vijana, ili tuweze kupiga hatua lazima tubadili mindset. Lazima tubadilishe mtazamo wa namna tunavyoyaona mambo, namna ambavyo tunavyoyaendea mambo, na namna ambavyo tunavyotatua mambo. Kwa hiyo katika hatua ya mwanzo ya kubadilisha mtazamo, ni lazima ujue wewe ni nani, umeletwa hapa duniani kwa kusudio lipi, na uhakikishe kabla hujaondoka hilo kusudio ambalo umeletwa na Mungu duniani uweze kulikamilisha. Na hatuna excuse yoyote, narudia, hatuna excuse yoyote ya kwa nini tusifike tunapotakiwa kufika, isipokuwa yale labda yako nje ya uwezo wetu. Labda umepata ugonjwa usiotibika, labda umepata changamoto ya afya ya akili, umeugua kichaa. Lakini kama kijana nikikutazama una mikono miwili, una miguu miwili kama mimi ambavyo ni, hauna sababu ya kulalamika eti ya kusema mimi sijafika hatua hii kwa sababu ya serikali. Kwa hiyo vijana, tukitaka tufanikiwe, tutoke kwenye hatua ya kulalamika sana na kutafuta visingizio vingi sana. Badala yake tuone changamoto zilizopo na kuona jinsi gani tunaweza kukabiliana nazo. Mimi ni binti mdogo, nimetokea kwenye familia ya kawaida sana. Mimi nimeweza. Wewe kijana mwenzangu, una sababu zipi za kushindwa? Kwa hiyo tuache visingizio, tuache kulalamika, tuanze kuchukua hatua sasa hivi. Na time ni asset muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Ukishindwa kuutumia muda vizuri sasa hivi, kwa hakika kesho utakuja kuwa na majuto makubwa sana. Kwa hiyo muda uliopo, fursa ambazo tunaziona hizi hapa mbele, tuzitumie kuhakikisha kwamba tunapiga hatua, tunabadilisha maisha yetu. Mwisho, kuna kijana ameniuliza, what is your vision to the new Tanzania? Mimi, if you ask me my vision to the new Tanzania, nitakwambia the future of this country belongs to the young generation of this country. Nelson Mandela aliwahi kusema,
development of any country cannot proceed if a generation of young people are left behind. Maendeleo ya nchi yoyote duniani hayawezi kupiga hatua kama kundi la vijana limeachwa nyuma. Vijana wenzangu, kesho na leo ya taifa hili iko mikononi mwetu. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru ni kijana. Mkuu wa wilaya ni kijana. Angalieni potential ya vijana kwenye nafasi za maamuzi. Iwe kwenye taasisi, iwe kwenye biashara. Vijana ndio hatima ya taifa hili. Na hatima ya taifa hili liko mikononi mwetu sisi vijana. Ni sisi kuamua kuivusha nchi hii kwenda kwenye nchi ya maendeleo ya kasi ya ajabu, au ni sisi kuirudisha nyuma. Lakini ninachotaka kuambia vijana, kama ambavyo tumekabidhiwa nchi hii kwenye mikono salama na wazee wetu na waasisi wetu, tuna wajibu wa kuhakikisha nchi hii tunairithisha kwa vizazi vijavyo ikiwa na mikono salama. Tuendelee kudumisha amani, umoja, upendo na mshikamano, kwa sababu hizi tunu ni very rare kwenye nchi nyingine. Ziko hapa Tanzania. Tuendelee kulinda amani, umoja, mshikamano. Leo tunakaa hapa, uulizi wewe kabila gani? Uulizi wewe dini gani? Kuna nchi hamwezi kukaa hivi ndugu zangu. Lazima tuulizane hapa, wewe kabila gani? Wewe dini gani? Wewe umetokea ukanda hupi? Hii neema ambayo tunayo, tena chini ya viongozi wetu makini. Tuna rais jembe kweli kweli, Dr. Samia Suluhu Hassan. Tusipomuunga mkono sisi vijana, tusipomsemea mazuri anayoyafanya sisi vijana, tukaamua kukaa kimya, na hapa kuna kundi kubwa la wasomi. Hapa kuna kundi kubwa la wasomi. Wasomi tukikaa kimya, tukaacha watu waseme mambo ya upotoshaji wakati ukweli sisi tunaujua, hatutakuwa tulitendei haki hili taifa. Tutakuwa hatulitendei haki hili taifa. Kwa hiyo vijana wenzangu, the future of this country is in our own hands. It's either tuchague kuivusha nchi tuvuke nayo ikiwa katika maendeleo, au tuendelee kukaa kunyosheana vidole tupoteze muda, alafu tukiondoka tukaenda kuulizwa tumefanya nini, hakuna tulilolifanya. Kwa hiyo mimi huo ndio ushauri wangu, na niwapongeze sana vijana wa Iringa. Mimi nimekuwa impressed hata kwa level ya understanding mnavouliza maswali, namna mnavochanganua mambo. It shows kwamba there are so many potentials of young people here. Yaani naona kabisa kesho yenu iko kwenye mikono salama. Mna mkuu wa wilaya hapa kijana. Kabla hajafika nimesema, mimi sitoshangaa siku moja kumwona Harry James kuwa kati ya viongozi wakuu kabisa katika taifa hili. This asset ambayo mmeletewa hapa Iringa, msipoitumia, wallahi nakwambia mtakuja kujuta baadaye. Mna mtu ambaye ana maono, ni transformative leader, visionary, yani anajua wapi atoe sehemu kitu akipeleke wapi. Vijana muungeni mkono, vijana mpende ushirikiano. Iringa mpya mnayoitaka chini ya uongozi wake inawezekana. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru taifa, nakushukuru sana. Asante sana na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Kijana mwenye mawazo makubwa, kijana aliyeonyesha anaweza kufanya nini. Leo na wenzake watano, they have been given 70 million. Hii ni hundi ambayo imeandaliwa na halmashauri ya manispaa ya Iringa. Ni mkopo kwa kikundi cha vijana The Lord Father. Leo tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025. Jumla kiasi kilichotolewa ni fedha za Kitanzania shilingi milioni 70. Piga makofi mengi na vigelegele. Ujumbe wangu mkubwa kwa vijana, wanasema if you can't eat it then hit it. Huo ndio ujumbe wangu. If you can't eat it then hit it. Tafsiri nitatoa siku nyingine kwenye kongamano kama hili. Vijana vijana moto. Nikushukuru sana ndugu mgeni rasmi na ambayo lilifungua kongamano hili, dada yangu Zainabu Abdalla. Kwa kweli umefanya kazi kubwa ya kiuzalendo, ya kiuadilifu, ya kuhakikisha unamsaidia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya vijana hawa wa Iringa. Kwa kweli mimi nikushukuru sana na naomba mumpigie makofi mengi sana. Na ndugu vijana wenzangu, mimi nataka niwaambie haya yote ambayo leo hii mmeyapata ni kutokana na mapenzi aliyonayo Mheshimiwa Rais. Na ndiyo maana
tangia mwenge ule wa uhuru upandishwe juu ya mlima Kilimanjaro mwaka 1961, baba wa taifa aliuasha mwenge ule na kumkabidhi Luteni Alexander Mwemba Nyerenda kupandisha mwenge ule wa uhuru juu ya mlima Kilimanjaro, ili iwe ya kwamba sasa Tanganyika imeshakuwa huru. Lakini pia baba wa taifa hakuishia hapo. Wakati anaupandisha ule mwenge wa uhuru, alikuwa na dhima kama ifuatayo: sisi tumekwisha kuwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umurike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini mahali ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali ambapo pana chuki, lakini pia ulete heshima mahali palipojaa na dharau. Na hayo ndiyo maneno ya baba taifa juu ya mwenge wetu ule wa uhuru. Na ndiyo maana leo hii wengi wetu ni mashuhuda. Mwenge ule wa uhuru Daktari Samia Suluhu Hassan anaendelea kuuenzi na kuurisisha vizazi hadi vizazi. Na ndiyo maana tangia mwaka 1964 mwenge ule ulianza kukimbizwa nchini kwetu hadi leo mwaka 2025. Kwa kweli hili ni jambo kubwa na ni jambo la faraja. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi!